Jeshi la Iran limesema nchi yoyote itakayopokea pesa kutoka kwenye mali za Iran hairuhusiwi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa makao makuu ya kijeshi ya Khatam al-Anbiya amesema kampuni au nchi yoyote ile itakayopokea pesa kutoka kwenye mali za Iran haitaruhusiwa kupita katika lango la bahari la Hormuz. Akitoa jibu kwa matamshi ya Trump ya kufidia hasara kwa kutumia mali za Iran zilizozuiliwa na Marekani, Kanali Ibrahim Zulfaghar amesema kufuatia hatua za uchokozi wa kijeshi na vitendo vya mtawalia vya kuvuruga uthabiti wa eneo, rais wa Marekani ametangaza kwamba atatumia fedha za wa Iran zilizogandishwa kufidia hasara vilivyopata vyombo vya majini wakati wa vita vya kulazimishwa vilivyoanzishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kutokana na uvurugaji wa amani uliofanywa na jeshi la Marekani na ukiukwaji wa utaratibu kwa kutumia njia haramu na isiyokuwa salama kusini mwa mlango wa bahari wa Hormuz kutoka kwenye mali za Iran zilizozuiliwa kwamba zitatumiwa. Iran imesema kwamba ole wake nchi yoyote itakayochukua fedha za wa Iran na kuzitumia kwa ajili ya kurekebisha meli zake au miundombinu yake lazima isipite katika lango la bahari la Hormuz, na kwamba bado tatizo la lango la bahari litaendelea kuwepo karne na karne. Iran kamwe haitoruhusu nchi yoyote kupitisha meli zake ikiwa hilo litafanyika. Kanali Zulfaghar amesisitiza kwa kusema mbali na kutoa onyo kwa rais mtendaji wa jinai wa Marekani Donald Trump kuhusu matokeo mabaya ya kitendo hiki ambacho jeshi linasema ni kitendo haramu, tunayatangazia makampuni na nchi zote zinazokaribisha pendekezo la Trump na kutumia mali zilizozuiliwa za Iran kwa kutumia anwani hiyo kwamba kuanzia sasa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran havitaruhusu vyombo vyao vyovyote kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hili ni onyo linalotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuhakikisha kwamba wanaulinda mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba hauwezi kupitika kwa mara nyingine tena kwa kutumia mabavu ambayo Rais Donald Trump alitaka kuyatumia katika kipindi hiki. Mpango ya rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa ni kuhakikisha mlango wa bahari wa Hormuz unapitika. Rais wa Marekani amekiuka ahadi yake kwa Iran katika suala la kusitisha kwa mapigano, ambapo aliamua kuanzisha mashambulizi mengine tena na akiamini kwamba huenda mashambulizi ya wakati huu ya vita vya siku 13 yangeweza kuhakikisha wanaishinda Iran, jambo ambalo limekuwa tofauti kabisa. Vita hivi havikumpa mafanikio kama ambavyo alitarajia kwa mara nyingine tena. Rais huyo mnamo mwezi Juni aliungana na Israel kuishambulia Iran, lakini pia rais huyo katika kipindi hiki, kwa mujibu wa ripoti, inaelezwa pia kwamba alitumia Israel katika kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran kwa kutumia kambi za Israel, na hii inathibitishwa na waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz. Ndege za kivita za jeshi la wanahewa la Marekani na vilipuzi vilipaa kutoka kambi za anga za Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Iran katika wiki za hivi karibuni. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz alisema katika mahojiano na kituo cha televisheni cha mrengo wa kulia cha Channel 14 Bichonistim mnamo jana Jumanne, na ni wakati ambapo alizungumza namna walivyotaka kuchukua mlango wa bahari wa Hormuz na Israel kama mshirika wa karibu wa Marekani ilihusika katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, wa Iran hawakufanya mashambulizi katika nchi ya Israel. Lakini kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz, aliamini kwamba wa Iran walijua kwamba ndege zao zikipaa kuishambulia Israel wangeshambuliwa vibaya. Ndicho ambacho anachokiamini waziri wa ulinzi nchini Israel Bwana Israel Katz. Anasema wa Iran wanajua kwamba ndege hizo zimepaa kutoka Israel kwenda kushambulia Iran, zilitoka Israel, hawakuweza kulipiza kisasi kutushambulia, anasema kwa kujigamba. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri duniani kupitia The World News.